Okay, huyu anasema habari daktari, tafadhali nisaidie kuhusu tatizo la bawasiri. Nikamwambia pole, ina muda gani na ni bawasiri ya nje au ya ndani? Akasema sielewi, ila kuna kitu kimeota nyuma katika njia ya haja kubwa. Nikamwambia okay, unatakiwa upate dawa ya kunywa na kupaka kuondoa hicho kinyama. Changamoto ya bawasiri ama kitaalamu tunaita hemorrhoids ni moja ya changamoto ambayo inaumiza mamia ya watu wengi sana. Nimekuwa nikipata shuhuda za wanawake ambao wananiambia dokta, nimekata kinyama lakini nimekaa baada ya miaka miwili na shangaa dalili za bawasiri zimekuja tena. Sasa maswali yamekuwa ni mengi sana. Kwa nini bawasiri sasa hivi imeshika nafasi kiasi hichi? Kwa nini bawasiri sasa hivi imekuwa ni habari ya mjini? Kila kona utakapokwenda huyu anakwambia hiki, huyu anakwambia hiki. Lakini jibu ni moja tu. Bawasiri imeshika kasi kwa sababu tumeasi sheria za asili za Mungu katika upande wa vyakula. Tuna vyakula maalum ambavyo Mwenyezi Mungu alitupatia. Vyakula hivi tumeviacha. Tumeingia katika vyakula ambavyo tunaita vyakula vya kisasa. Vyakula ambavyo vimekuwa chanzo kikubwa cha magonjwa mengi. Sasa ukitibu bawasiri na ukafanikiwa kupona, inawezekana isiwe dawa kutoka kwa Dr. Kuboja, lakini ikawa dawa hata kwa mtu mwingine. Pasipo kufahamu chanzo kilichopelekea ukawa na bawasiri, ni kazi bure. Hii ni moja ya statement ambayo nairudia katika kila video ambayo ninafundisha kuhusu bawasiri. Ni lazima ujue chanzo cha bawasiri. Unaweza ukaenda ukakata. Dada mmoja akaniambia nimekata, niliteseka maumivu miezi miwili. Dada mmoja nilikuwa naongea naye toka mkoa fulani, nitauficha kwa sababu binafsi. Akasema ana hali mbaya sana. Imefika hatua hata choo kimekuwa ni kigumu. Nikamuuliza unakula nini? Akaniambia nakula chakula hiki na hiki na hiki na hiki. Vyakula vyote alivyonitajia ni vyakula ambavyo vilikuwa vinachochea bawasiri kuweza kuongezeka. Lakini vilikuwa ni vyakula ambavyo vinasababisha choo kigumu, ambayo ni one of the factor ambayo inaweza kupelekea bawasiri kuendelea kuongezeka. Ukiona unapata choo kigumu mfululizo wiki moja, wiki mbili, hilo ni tatizo kubwa sana. Seek for a consultation haraka iwezekanavyo. Tafuta ushauri, tafuta mtaalamu wa tibarishe. Nitafute Dr. Kuboja niweze kusaidia. So wale wanaowahi hatua za awali, bawasiri ni rahisi sana kuweza kusaidika. Lakini the more unavyozidi kuchelewa, ukizingatia ni gonjwa ambalo limekuwa ni la aibu, sio kila mtu unaweza ukamwambia. Watu wengi paka hali pale inapokuwa mbaya ndipo huwa wanachukua hatua. Yaani hali ikiwa mbaya kabisa ndipo huwa wanachukua hatua za kutamka na kuongea. Lakini inapokuwa inaanza, mtu anaona aibu. So kama Dr. Kuboja, naomba nikusihi kupitia video hii. Endapo umeanza kuota kinyama katika njia ya haja kubwa, endapo unapata miwasho ya mara kwa mara katika njia ya haja kubwa, ni moja ya dalili na viashiria vya bawasiri. Endapo umekuwa ukijisaidia unapata damu kwa wingi na choo chako ni kigumu sana, ni moja ya kiashiria kwamba tayari una bawasiri aidha ya ndani. Kwa hiyo unaweza hujapata bado kinyama, lakini unapata choo kigumu sana, lakini pia unapata choo ambacho kinachoendana sambamba na damu. Tambua kabisa kwamba hilo ni tatizo. Tambua kabisa kwamba hilo ni tatizo na natakiwa nichukue hatua za haraka sana. Hospitalini hakuna tiba ya bawasiri.
Inawezekana tupo wataalamu wengi tunaouza, kila mtu anakuambia hii ya kwangu inatibu, lakini asipokufundisha kwa nini ulikuwa na bawasiri, nakwambia ndani ya miaka 2-3 bawasiri itakurudia tena. Kwa hiyo tafuta mshauri sahihi ambaye atakayokuelekeza. Nitafute Dr. Kuboja. Matibabu ya bawasiri yapo. Utapata dawa ya kunywa, utapata dawa ya kupaka kwa ajili ya kuweza kudhibiti na kuondoa tatizo lako la bawasiri moja kwa moja, na bawasiri haitakuweza kurudi tena. Uzito mkubwa pia ni tatizo. Yaani kama wewe ni mwanamke una uzito mkubwa na bawasiri na kusumbua, hauwezi kupona bawasiri kabla hujaondoa uzito mkubwa. Hiyo ni one of the factor ambayo naomba niongee ukweli hapa. Nitafute nikupe program namna gani ya kuweza kuondoa, kudhibiti uzito mkubwa. Kwa hiyo mwanamke, mwanaume ambaye anasumbuliwa, usiogope. Inawezekana ukawa ni ugonjwa wa aibu, lakini ni vizuri ukatoa taarifa mapema. Tuwasiliane kwa matibabu zaidi katika namba ifuatayo: 0765493645, 0765493645. Dr. Kuboja, suluhisho la mahusiano yako, suluhisho la afya yako.